Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki, nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Kama unaishi au umetembelea nchini Tanzania hivi karibuni, utakubaliana na mimi kuwa moja kati ya biashara zinazoibuka kwa kasi katika maeneo ya miji na majiji ni vituo vya kujaza mafuta, yani petrol station. Watanzania wanapenda kuita sheli. Kwa sasa si ajabu kuona vituo vya mafuta vimeongozana kama ilivyo maduka ya nguo. Sasa siko hapa kukueleza kwa nini biashara hii inakuwa kwa kasi nchini Tanzania, lakini nataka tufahamu historia na namna vituo hivi vinafanya kazi, kwa maana ya kwamba nini kinatokea wanapojaza mafuta kwenye matenki yaliyo chini ya ardhi mpaka mafuta yanaingia kwenye tenki la gari yako. Na imani tutapata kujifunza na kuelewa kuhusu biashara hii ya kipekee. Kama bado hujajiunga na chaneli hii, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Sote tunafahamu kwamba mafuta ni moja ya biashara kubwa sana ulimwenguni, na hii ndio sababu mataifa yenye bidhaa hii huwa matajiri sana na wakati mwingine huwa maskini kutokana na wahuni kutaka kunufaika na mafuta hayo. Lakini ili kufahamu mafuta yalivyofikia kuanza kuuzwa kawaida mpaka kuuzwa katika vituo ambavyo wengi tunaviita sheli, ni lazima turudi nyuma kabisa kabla hata ya magari kuanza kutumika. Kutokana na ukosefu wa rekodi za maana katika maeneo mengine, historia ya vituo vya mafuta inatulazimu turudi kule nchini Marekani. Kabla ya watu wengi kuwa na magari, biashara kubwa ya mafuta ilihusisha mafuta aina kerosene ambayo wengi tunaita mafuta ya taa. Mafuta haya yalikuwa yakitumika kuwasha taa zilizotumika wakati wa usiku majumbani. Hivyo mteja alipotaka mafuta, alikwenda na chombo sehemu anayouza mafuta haya na kumiminiwa moja kwa moja kwenye dumu au chombo kikubwa cha muuzaji. Baada ya magari kuanza kutumika, mafuta haya yakapata matumizi zaidi. Hivyo wenye magari walienda na vyombo vyao kwenye vituo vya mafuta, na vituo hivi vilikuwa kama maduka tu ya kawaida, na wakajaza mafuta katika vyombo, kisha mteja akachukua funnel au chujio na kuyamimina ndani ya gari. Mbinu hii inatumika mpaka leo, na wale ambao magari yao huisha mafuta ghafla tunaweza kuwaita wazee wa vigaloni. Njia hii ilikuwa ya hatari sana, kwani makosa madogo yaliweza kuleta madhara, na kwa wale wanaopenda kujaza full tank iliyochukua muda mrefu kukamilisha zoezi. Na hapo ndipo mgunduzi kutoka nchini Marekani aitwaye Sylvanus Bowser alipokuja na wazo la kutengeneza pump ambayo itavuta mafuta kutoka kwenye chombo kikubwa na kuyatoa kwenye koki kisha kuyapeleka kwenye gari ya mteja. Pampu hizi zilikuwa na ufanisi mkubwa kuliko kumimina mafuta kwa kulenga kwenye chujio, hivyo zikaanza kuwekwa katika mitaa mbalimbali huko nchini Marekani. Lakini kulikuwa na tatizo. Tofauti na mwanzo wakati wanapima kwenye galoni, sasa hivi mteja hakuwa anajua kama mafuta yaliyowekwa ni sawa na kiwango cha pesa alichotoa. Hivyo wataalamu wakaboresha pampu hizi na kuweka kioo kwa juu, ambapo mafuta yalipanda na kuonekana kiasi chake, kisha ndipo yakaingia kwenye gari. Wakati huo Marekani kulikuwa na magari kama 8,000 tu, na hiyo ilikuwa ni mwanzoni mwa miaka 1900. Lakini baada ya miaka 10, magari yakawa zaidi ya milioni 1. Pampu hizi ndogo za barabarani hazikuweza tena kukidhi mahitaji ya magari yaliyopo, hivyo msongamano ukawa mkubwa kwenye hizi pampu. Lakini pia mafuta ya kwenye matenki yakawa hayatoshi. Lakini pia kitendo cha mafuta kukaa juu kwenye pampu hizi ilikuwa ni hatari sana, kwani moto ulikuwa ukiwaka muda wowote. Hatimaye mwaka 1913, kampuni ya mafuta ya Gulf Oil Company wakaja na wazo ambalo mpaka leo linatumika. Badala ya kuwa na pampu moja katika kituo, wakachimba chini ya ardhi na kuweka tenki kubwa la mafuta ambalo likatengenezewa pampu kama 6 hivi. Njia hii iliruhusu gari 6 kujaza mafuta kwa wakati mmoja. Siku ya kwanza waliuza mafuta galoni 30, lakini mwisho wa wiki mauzo yakapanda mpaka galoni 300 kwa siku, kwani watu wengi walikuwa wakipeana taarifa kuhusiana na kituo cha mafuta ambacho kina pampu zaidi ya moja.
Wakati hayo yakiendelea, wataalamu wa magari walikuwa wakizidi kutafuta ufanisi wa teknolojia hiyo, na hapo ndipo mwaka 1920 magari yakahama kutoka kwenye kutumia kerosene, yaani mafuta ya taa, na kuanza kutumia gasoline kwa kuwa ilikuwa inaungua kwa haraka na hivyo ikawa na ufanisi zaidi. Shida ya gasolini ilikuwa ni kwamba ilikuwa inatoa mvuke unaoweza kushika moto kirahisi sana. Hivyo katika matenki ya mafuta yaliyochimbiwa chini, muda wote kulikuwa na gesi ikipanda, na mtu anapojaziwa mafuta, gesi hiyo inatoka na kufanya eneo la kituo cha mafuta kuwa na gesi angani ambayo ikitokea cheche tu ya moto, kila mtu aliye karibu anaweza kuteketea. Wakati hayo yakiendelea, vituo vya mafuta vilianza kuwa vingi na ushindani ukawa mkubwa sana. Katika vituo hivi, wateja walikuwa wakijaziwa mafuta na wahudumu wenye ujuzi wa namna ya kuzitumia pampu hizo. Sasa ili kuibuka mshindi katika ushindani huo wa kibiashara, wamiliki wa vituo vya mafuta wakaona kuna umuhimu wa kushusha bei. Lakini unaposhusha bei unapataje faida? Na ndipo moja ya vituo vya mafuta wakaanza mfumo wa wateja kujijazia mafuta wenyewe, mfumo ambao unatumika sana Ulaya na Marekani hivi sasa. Na mfumo huu ulimaanisha hakukuwa tena na wahudumu, hivyo wakapunguza matumizi kwenye pesa iliyokuwa ikilipwa mishahara. Na kwa sababu wamepunguza matumizi, hii ilimaanisha iliwawezesha kupunguza hata bei ya mafuta na kusababisha biashara kukua sana. Lakini hapa pia kulikuwa na tatizo. Wateja wengi hawakuwa na utaalamu wa kutumia pampu hizi, na mara nyingi hawakujua kama tenki limejaa, hivyo wengi walikuwa wakimwaga mafuta. Pia kulikuwa na hatari ya mlipuko kulingana na gesi inayojikusanya chini ya matenki haya, kwa sababu gasoline ilikuwa inatema mvuke ile mbaya. Kwa kuona matatizo hayo, wataalamu wakabuni njia ya kurekebisha hilo. Wakatengeneza pampu zenye kitu kama valve ambayo ilikuwa ikijisukuma na kusababisha koki kujifunga pale ambapo mafuta yanakuwa yamejaa kwenye tenki. Lakini kule chini pia mvuke wa gasolini ulikuwa unazidi kujaa, na pindi walipokuwa wakijaza matenki hayo ardhini, mvuke huo ulikuwa unapanda hewani na kuwa hatari, kwani unaweza kulipuka muda wote. Nadhani ndio maana utaratibu wa kuzuia sigara katika vituo vya mafuta ulianza. Kwa sasa matenki haya yaliyo chini ya ardhi yametengenezwa kwa ubora mkubwa sana, yakiwa na mfumo wa kupokea mafuta, lakini pia mfumo wa kuondoa gesi na kuirudisha tena kwenye gari la mafuta, ambapo mvuke huo au gesi hupelekwa tena kiwandani kwa ajili ya kupoozwa na kurudi tena kuwa mafuta yanayoweza kutumika. Ili kuzuia tenki kujazwa kupita kiasi, kuna kifaa kimetengenezwa kinachoitwa flapper valve ambacho hujigeuza na kuziba tundu la kuingizia mafuta pale ambapo mafuta yamefikia kiwango kinachotakiwa. Si hilo tu, kuna kitu kinachoitwa float sensor. Kifaa hichi pia hutoa taarifa pale ambapo mafuta yanakuwa yamejaa kupita kiasi. Matenki haya yaliyo chini ya ardhi yametengenezwa pia kwa fiberglass, na pia kwa nje husakafiwa na matilio yanayozuia tenki kuoza au kuliwa na kutu, jambo ambalo linaweza kusababisha mafuta kuvuja au gesi kuanza kutoka na kuharibu ardhi ya maeneo hayo. Mifumo hii imewekwa kwa usalama mkubwa, ndio maana ni nadra sana kusikia ajali ya moto katika vituo vya mafuta. Lakini pia katika nchi nyingi, vituo hivi hukaguliwa kwa kina na wataalamu kuhakikisha hakuna makosa yoyote wala uzembe unaoweza kusababisha maafa. Asante kwa kutazama video hii. Nimejaribu kuongea kwa lugha nyepesi sana kwa sababu wengi sio wanasayansi, hivyo haya tuliyojuzana leo ni mambo ambayo mtu yoyote anaweza kuelewa. Kwa wale wenye utaalamu zaidi, unaweza kuandika kwenye sehemu ya comment. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako.